Mtazamaji wa Mnyasa Media, karibu sana kwenye channel yako ipendwa ya Mnyasa Media. Mchezo wa robo finali kombe la shirikisho barani Afrika unaendelea hivi sasa ndani ya nchi ya Misri katika jiji la Ismailia huko nchini Misri katika uwanja wa Suez Canal. Tayari mwenyeji wa mchezo huo Al Masry tayari imepata bao la uongozi mbele ya mnyama Simba, goli ambalo lilipigwa baada ya shuti kali kutoka nje ya boksi na kudunda karibu na nguzo ya chini na kumfanya pini kama la kugusa ule mpira, lakini ukamshinda na kuingia moja kwa moja kwenye nyavu na kuifanya Al Masry kuwa mbele kwa goli moja dhidi ya mnyama Simba. Lakini Simba wenyewe hawajapoa, wanapambana kweli kweli, pengine kurejesha matumaini ya kuweza kurejesha bao katika mchezo ambao unaendelea hivi sasa katika nchi ya Misri ndani ya jiji la Ismailia, uwanja wa Canal Suez. Mtazamaji, ni mpira mkubwa kabisa unapigwa hivi sasa katika mchezo huu wa hatua ya kwanza ama mkondo wa kwanza wa mtoano katika hatua ya robo finali kati ya Al Masry dhidi ya Simba. Na nikukumbusha tu mtazamaji wa Mnyasa Media kwamba mchezo huu unapigwa hii leo tarehe 2, lakini tarehe 9 mwezi huu wa 4 mchezo huo utafanyika tena katika dimba la Benjamin Mkapa kwa ajili ya kumalizia engo ya pili, kukutanisha timu hizi kumpata nani anakwenda hatua ya nusu finali ya hatua ya kombe la shirikisho barani Afrika. Wenyewe Simba wanakuambia lazima wapambane kwa uli na vumba ili kuweza kuvuka hatua hii ya robo finali na kusonga mbele kufika hatua ya nusu finali kama ambavyo wao wanatamani. Lakini ni kuambia tu mtazamaji wa Mnyasa Media, Simba hawacheze vibaya, Simba wanacheza vizuri kabisa, lakini goli la mapema zaidi limeweza kuigharimu Simba na kuifanya kuwa na mlima mzito wa kupanda mbele ya Al Masry. Japo wanasema kwamba kutangulia sio kufika, lakini tayari Al Masry yuko mbele kwa goli moja dhidi ya mnyama Simba, lakini Simba hawajafanya makosa makubwa hivyo kuweza kupengine kufifisha matumaini. Wanacheza mpira mkubwa, wanapata kona na shambulia, ni eneo tu la mwisho wanashindwa kufanya maamuzi ya mwisho kabisa, pengine kuweza kupata bao la kusawazisha mbele ya wenyeji wao mchezo Al Masry. Mchezo ambao utaifanya Simba kupanda nafasi ya hivi karibuni ya kuishia robo, kwa maana ya kufika tu nusu finali, pengine kuingia finali yenyewe na kucheza finali yenyewe na pengine kuwa mabingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Ndoto hiyo wana Simba wanayo, wanapambana kwa uje na uvumba ili kuweza kufikia hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika na kutoa ubingwa huu kwa mara ya kwanza kabisa na kuleta nchini Tanzania. Awali kulikuwa na mchezo wa ligi kuu ya NBC Premier League kati ya Tabora United dhidi ya Young Africans, mchezo ambao ulikuwa na mvutano mkali, lakini mchezo huu umetamatika kwa Young Africans kuweza kupata ushindi mnono kabisa wa magoli 3-0 mbele ya Tabora United. Maneno yalikuwa mengi, lakini Tabora United wameweza kuchakazwa nyumbani kwao na Young Africans kwa kupata ushindi kabisa mnono kwa Young Africans, ushindi wa magoli 3-0 mbele ya Nyuki FC. Wenyewe wakiambiwa kwamba Nyuki akumbatiwe, lakini leo hii Young Africans wameweza kumkumbatia Nyuki na kuibuka na ushindi mnono kabisa mbele ya Tabora United. Mtazamaji wa Mnyasa Media, endelea kubaki nasi hapa katika channel yako ipendwa Mnyasa Media, huku mchezo wa Simba dhidi ya Al Masry ukiendelea ndani ya nchi ya Misri, ndani ya jiji la Ismailia katika uwanja wa Suez Canal, na sisi tutakuletea dondoo zote ambazo zinaendelea katika mchezo huo wa kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya robo finali, hatua ya mtoano kati ya Al Masry dhidi ya mnyama Simba.